Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Mungu mahali popote mlipo, mnaoendelea kunifuatilia na mnaoendelea pia kunitazama. Langu jina naitwa Benjamin Mahega. Namtukuza Mungu kwa nafasi na kibali tena alichonipatia katika siku hii ya leo. Si kwa akili zangu wala si kwa ufahamu wangu, bali ni kwa neema na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Ni kwa muda sasa ukimya huu ni kila mtu alikuwa na ufahamu, ni mtandao kutokupatikana, lakini kwa sasa nafasi ambayo pia Mungu ameweza kutupatia, basi inabidi tuitumie sahihi, kwa sababu tupo kwenye wakati mgumu sana, tupo kwenye siku za mwisho. Kwa hiyo lazima injili tuieneze kwa hali ya kasi sana, kwa nguvu zote, kwa spidi kali sana. Hivyo hatuwezi tukapata usingizi wala hatuwezi tukalala, kwa sababu wanaohitaji wokovu ni wengi na wokovu bado haujafika kwao. Kwa hiyo tulazimu tufanye injili kwa hali ya juu sana, kwa spidi ya juu sana, ili kila mtu basi aweze kupata kile ambacho Mungu pia ana makusudi nacho. Tupo kwenye somo letu mambo 10 hatari yanayokwamisha hatima ya maisha yako. Na hizi kuna vipengele kama 7 tayari tumeshajifunza kwenye mambo haya 10, kwa bado mambo 3. Lakini 7 tayari tumeshajifunza. Basi kwa kibali hiki ambacho Mungu ametupa leo, tutaenda kuangalia kipengele cha 8 tuweze kujifunza kipengele cha 8 katika somo letu mambo 10 hatari yanayokwamisha hatima ya maisha yako. Kabla ya yote, funika macho tukapate kuomba. Mtakatifu, mtakatifu Mungu Baba wa mbinguni, uketie mahali pasiri palipoinuka, tazama wakati na saa watoto wako tumekusanyika tena mahali hapa, lengo na makusudi tuweze kujifunza neno lako. Bwana, kawe mwalimu mkuu, utufundishe wewe, utuelimishe wewe. Kanitumie tu kama chombo cha kuweza kufikisha kile ambacho umekiandaa. Bariki wasikilizaji wako, bariki watoto wako. Naomba kwa imani chache ni katika Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu. Amen. Mambo 10 hatari yanayokwamisha hatima ya maisha yako. Kwa wewe ambaye sasa unaanza kunifuatilia, basi somo linaitwa mambo 10 hatari yanayokwamisha hatima ya maisha yako, na hiki ni kipengele cha 8. Kwa hiyo ukipata nafasi, ukipata kibali, unaweza kaangalia kwanza kipengele cha kwanza na kuendelea, ili uweze kujifunza zaidi na zaidi. Leo tutaangalia kipengele cha 8 kinachosema kutokubali kurekebisha. Kutokubali kurekebisha pale unapogundua makosa. Nitarudia somo, kipengele cha 8. Kutokubali kurekebisha pale unapogundua makosa. Ni kutokubali kurekebisha pale unapogundua ya kwamba hapa kuna makosa. Moja ya kitu kinachowafanya watu wengi sana wasifike kwenye hatima za maisha yao, moja ya kitu ambacho kinawafanya wasifike ni pale wanapokuja kuona kwamba hapa kuna kosa, alafu anakuwa mgumu kurekebisha au kurekebishwa. Naomba niweke sawa sawa hii, ingawa kuna kipengele pia kilikuwa kinaendana sana na hiki. Sasa hii itakuwa kipengele cha ngapi? Tulijifunza hapa kukosa mtu wa kukurekebisha. Sasa hapa inasema ni kutokubali kurekebisha. Yaani sasa hapa tuseme ni mimi ninapokuwa nimekosea, alafu najua kabisa kwamba hapa nipo kwenye makosa. Aidha nimekosea kitu fulani, naona kabisa kwamba hapa nimekosea, lakini najifanya kichwa ngumu kiasi kwamba siwezi kukubali kosa ambalo nimelifanya. Sasa ninapogundua ya kwamba mimi tayari nina makosa, ili niweze kupiga hatua, ili niweze kuenda tena sehemu nyingine, ili niweze kufika viwango vingine, inanilazimu kwanza nirudi nyuma, nishuke, nirekebishe pale nilipokosa. Ni sawa na fundi anapojenga, yeye mwenyewe ndio fundi, anajenga nyumba, lakini anapopita kama mistari mitatu akiangalia hapa nyuma, anaona kana kwamba hapa mbona hii tofali imeenda tofauti na tofali zingine, imekaa mstari ambao haupo sawa. Sasa ili ufundi wake tujue kwamba upo sahihi, inatakiwa tu akubali kubomoa ili akaifikia ile tofali ambayo ipo ovyo, airekebishe, kisha asonge mbele.
Lakini asipofanya hivyo, kuna mawili: aidha fundi aliyejenga hajui kazi. Unajua unaweza kufanya vitu vingi sana vya kufurahisha, lakini kitu kimoja kinaweza kikakuondolea sifa ya vitu vyote ambavyo umevifanya ambavyo ni vizuri. Kwa hiyo ni heri ukubali kurekebisha hata kama kutachukua gharama. Lakini unapokubali kurekebisha, basi elewa unafika kwenye hatima ya maisha yako, kwa sababu utakapokubali kurekebisha hicho kitu, hiyo tofali, mwingine ambaye aidha naye anataka aangalie hapo, basi atakuchukua, utaenda kujenga pia kwake, atakupa tena dili sehemu nyingine. Kwa sababu gani? Kwa sababu ulishuka chini wewe mwenyewe baada ya kugundua kwamba kuna makosa. Mwingine usifanye tu, kwa sababu asilimia watu wengi hatukubali kujirekebisha sisi wenyewe, kwa sababu unaona kana kwamba wewe labda ni mwelewa sana, unaona kana kwamba wewe labda watu hawatagundua, unaona kama wewe yani umemaliza. Hapana. Mtu anapogundua ya kwamba amekosea, ni lazima akubali makosa, ni lazima ujirekebishe wewe mwenyewe kabla mtu mwingine hajakurekebisha. Jambo la wezi sio kwamba mpaka mtu au watu waje kukamate kwamba wewe ni mwezi. Ni lazima tu wewe mwenyewe unapokuwa unafanya hilo jambo la wezi, unagundua kwamba hapa nafanya kitu cha makosa. Sasa ili kuepushana na misongamano ya watu kukutafuta, kukukamata, sijui kukuta wewe mwizi, sijui wewe tapeli, ni wewe mwenyewe kubali kujirekebisha kwanza kabla watu hawajakurekebisha. Asilimia ya vijana wengi wa leo hawafiki kwenye hatima za maisha yao. Sababu gani? Ni sababu ya kutokukubali kurekebisha pale wanapojua kwamba hapa tumekosea. Lakini wanajifanya kana kwamba wao wanauelewa sana, wanaweza sana, wao labda wana maarifa mengi sana ya kuweza kuwashinda watu wengine. Lakini sikiliza, unaweza ukawa pia wewe ni mkubwa ambaye yawezekana labda unawazidi watu, lakini usipokubali kushuka ukatumia cheo chako cha ukubwa kujiona wewe ni bora kuliko watu wengine, unaweza usifike kwenye hatima ya maisha yako, kwa sababu Mungu anaweza kumtumia hata mdogo kuleta ujumbe kwa wewe mkubwa. Yaani Mungu anaweza kumtumia hata mlevi akaleta ujumbe kwa watu watakatifu. Sasa nyie mkimwona kwamba huyu ni mlevi, mkakataa kurekebisha kwa sababu aliyeleta ujumbe ni mlevi, hajui neno, sikiliza, unaweza ukapishana na muujiza wako kwa kutokuwa makini. Sasa watu wengi hawafiki kwenye hatima za maisha yao ni kwa sababu hawataki kurekebisha wao kama wao. Hawafiki kwenye hatima za maisha yao kwa sababu ya kujivuna wao kwa wao. Hawafiki kwenye hatima za maisha yao kwa sababu wao wanajiona ni bora sana kuliko watu wengine. Sasa ili uweze kufika kwenye hatima ya maisha yako, ni lazima wewe mwenyewe ukubali kwanza kujirekebisha kabla watu wengine hawajakurekebisha. Kwa hiyo watu wengi leo hatufiki kwenye hatima zetu, hatupigi hatua kwenye maisha yetu, hatuelewi mbele ni wapi, hatuelewi nyuma ni wapi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutokubali kurekebisha. Unapogundua ya kwamba hapa nimefanya kosa, kama nilivyowahi kutangulia kusema hapo mbele, unapogundua kwamba hapa tayari umeshafanya kosa, chukua maamuzi mapema ya wewe mwenyewe kushuka chini, urekebishe kwanza. Lakini hatuelewi, tunajiona kwamba hatunapokosea atajua yeye mwenyewe. Unafanya vitu kwa sababu watu hawakuoni. Sikiliza nikwambie, watu hawana shida. Watu hawakupi taji ya kile ambacho wewe ulikuwa kusudi nacho. Fanya kitu kwa kumwogopa Mungu, usifanye kitu kwa kuogopa wanadamu. Wanadamu hawezi kukuhukumu, ila Mungu anaweza kukuhukumu. Wanadamu hawezi kukupa furaha, lakini Mungu anaweza kukupa furaha. Kwa hiyo sasa, ili tuweze kufika kwenye hatima za maisha yetu, ni lazima tukubali kujishusha wenyewe, ni lazima tukubali kuonyana sisi wenyewe, ni lazima tukubali kujifunza sisi wenyewe, ni lazima tukubali kujishusha pale tunapogundua ya kwamba sisi hapa tumekosea.
Hatutaki kujishusha kwa sababu tuko kwenye umati wa watu wengi tunaowazidi hatiri. Hatutaki kujishusha, tunataka kujiinua tu. Lakini kuna watu ambao wangeweza kutusaidia tukapiga hatua kwenye maisha yetu. Lakini kwa sababu ndani yetu tumebeba roho za majivuno, ndani yetu tumebeba roho za kujiona kwamba sisi ni bora kuliko watu wengine, ndani mwetu tumebeba maroho ya ajabu ya majivuno. Yaani kuna kila aina ya takataka tulizozibeba ndani ya mioyo yetu, na ndio maana hatukubali tunapoona ya kwamba leo mimi nimekosea. Ninapoona ya kwamba nimekosea, ni lazima nishuke chini, sikubali. Ndio maana ni ngumu sana kufika kwenye hatima ya maisha yako. Angalia kwa nini haufiki pale ulipokuwa umepatarajia. Kwa nini hufiki pale ambapo ulikuwa na makusudi napo? Ni kwamba hapa nyuma umekosea, umeshindwa kushuka. Ukigundua ya kwamba haufiki kwenye hatima ya maisha yako, chunguza hizi njia. Iko wapi njia ambayo wewe inakufanya usifike kwenye hatima ya maisha yako? Angalia ni wapi, ni kigogo gani, ni kitu gani, ni kitu gani ambacho kinakukwamisha wewe usifike kwenye hatima ya maisha yako. Na ndio maisha ambayo Wakristo wengi tuko nayo. Hatutaki kuonywa, hatutaki kuelewa, hatutaki kufundishwa, hatutaki kurekebishwa. Na ndio vijana tulionao leo barabarani hawaeleweki. Ni kutokubali kujirekebisha wewe mwenyewe. Kwa leo sasa tutaishia katika kipengele hiki cha 8, lakini Mungu pia akitupa nafasi tutakuja tuangalie vipengele vya vilivyobaki hapo nyuma. Kama Mungu akitupa nafasi tutaangalia vipengele vilivyobaki hapo nyuma tuweze kujifunza, lakini pia tuweze kuvimalizia, tuendelee na somo jingine. Nilishasema Mungu anayo masomo mengi sana ambayo anazidi kutufundisha kwa namna nyingine ya kitofauti. Hivyo sasa leo nitaishia hapa, tunaangaza pasipo angazika. Mungu akitupa neema tutarejea tena. Langu jina Benjamin Mahega. Amen.